Amina, amina, amina. Tumsifu Yesu. Amina. Tumsifu Yesu kanisa. Amina. Ninamshukuru Mungu. Yesu ni mwema kwangu. Amenilinda mimi pamoja na nyumba yangu. Hata leo amenileta katika nyumba hii ili tukaweze kumwabudu. Kwa hivyo ninatoa shukurani kwa uzima pia ametupatia, hata wewe pia umzima. Na tunasema tu ni asante, maana kazi hii inafanywa na yeye. Tumsifu Yesu. Amen. Hatutaweza kupoteza mengi tukiwa katika hiyo hali. Wacha tu niombe ukiwa umesimama hivyo kwa ajili ya neno la kwanza la asubuhi, na tuamini na tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninasema ni asante. Nimekupendeza siku ya leo sisi wanao kuingia katika hema la kukutanika, kama vile ulivyosema ya kwamba tusikose kukutanika kama desturi ya wengine. Ndiposa Baba umetenda hata tumeweza kukutanika katika hema lako. Yesu Kristo, ninasema ni asante. Nimesimama mbele za wateule wako, si ya kwamba mimi ni bora kuliko wao, bali wewe ndiye unayefaa zaidi. Watu wako wasinione mimi, bali wakuone wewe ndani yangu. Unitumie tu kama chombo, ili neno lako likaweze kutufaa sisi, na utukufu na heshima vikurudie wewe daima. Kwa jina la Yesu nimeomba na hata kusadiki. Amina. Tukae. Tutaenda kuangalia katika Biblia zetu kitabu cha Hagai 1. Tutaenda kusoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka 11. Nafikiri tutafikia hapo. Kitabu ni Hagai 1 hadi 11. Msomaji. Kitabu ni Hagai 1 hadi 11, lakini tutaenda tu polepole. Kitabu ni Hagai mlango wa kwanza mstari wa kwanza, inasema: katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, ndio mwezi wa 6, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabel mwana wa Shealtiel liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, kwa kinywa chake Hagai nabii, kusema. Mstari wa 2, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Mstari wa 3, ndipo neno la Bwana likakuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, Je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Mstari wa 5, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Amina, amina. Fika hapo kwa. Tumsifu Yesu. Hili ni neno la Bwana limemkujia katika kinywa cha nabii Hagai. Tumsifu Yesu. Kusema ya kwamba watu husema ya kwamba haina haja, ama huu si wakati mwafaka wa kujenga nyumba ya Bwana. Tumsifu Yesu. Kama tunavyojua ya kwamba nyumba ya Bwana, kuna nyumba ya nje na kuna nyumba ya ndani. Zote ni nyumba za Bwana. Tumsifu Yesu. Kuna nyumba ya ndani
ambayo pia tutaiongelea, na pia kuna nyumba ya nje ambayo tunaiongelea kupitia kwa kitabu cha Hagai, na pia yeye ni nabii, na tena yeye ndiye ametumiwa kusema maneno haya ya kwamba watu husema huu sio wakati unaofaa kujenga nyumba ya Bwana. Tumsifu Yesu. Na watu waliposema hivyo, huenda walisema mioyoni mwao bila mtu kusikia, huenda walisema wazi wazi, watu wakasikia, lakini Bwana akalisikia. Hata kama ilinenwa moyoni ama ilinenwa wazi wazi, Bwana alisikia watu wa Mungu ama watu wake wakiongea. Tumsifu Yesu. Ni ya kwamba huu sio wakati mwafaka wa kumjengea Bwana nyumba. Tumsifu Yesu. Lakini Bwana akasikiliza. Maana kitu nimegundua ni kwamba Mungu hayuko mbali na mwanadamu. Tumsifu Yesu. Mungu yuko karibu sana. Hata yale ambayo tunawaza mioyoni mwetu, Mungu huwa anajua. Tumsifu Yesu. Na yale ambayo tunayafanya, Mungu pia anayajua na anayaona. Tumsifu Yesu. Hawa huenda waliongea kisiri ama huenda walinung'unika mioyoni mwao. Tumsifu Yesu. Ni kama vile hapa tumeweka mchango wa kununua ploti. Tumsifu Yesu. Na pia nimesikia hata mimi watu wakisema ya kwamba michango mingi katika makusanyiko inafukuza watu. Tumsifu Yesu. Inafanya watu hawakuji katika makusanyiko ama makanisani. Tumsifu Yesu. Hata wakasema ya kwamba pia michango hii huwa inawekwa karibu sana. Tumsifu Yesu. Watu wako na mambo mengi. Sasa tukiweka mchango huu tena huu mwingine inawakoroga. Tumsifu Yesu. Hiyo mimi nilisikia watu wakisema, hata wewe ulisema. Tumsifu Yesu. Hiyo nilisikia mimi. Na kama mimi nilisikia, Bwana alisikia zaidi. Tumsifu Yesu. Hiyo ni mimi nilisikia ukisema wewe. Tumsifu Yesu. Lakini yale ya moyoni mwako Bwana anayajua na alisikia zaidi kuliko vile mimi nilisikia. Tumsifu Yesu. Ndiposa akasikia hata hawa walikuwa ni kusanyiko kama hili, wakiwa ni watumishi wa Mungu ambao wanastahili kumtumikia Mungu katika roho na katika kweli na mali zao zote. Tumsifu Yesu. Lakini wanasema ya kwamba hapana, huu sio wakati wa kujitolea katika kazi ya Bwana. Tumsifu Yesu. Haya, Bwana aliposikia wakisema, alisema nini? Mstari nafikiri wa 4, endelea mtumishi wa Mungu. Mstari wa 4 inasema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Huu ndio wakati wa nyinyi nyumba zenu mmezipamba, lakini nyumba ya Bwana imekaa katika hali ya kuharibika. Tumsifu Yesu. Bwana naye anatujibu, aongei na wale, anaongea na sisi sasa. Tumsifu Yesu. Maana wale walipita, sasa anaongea na sisi. Anauliza, je, huu ni wakati ambao nyinyi mumekaa katika nyumba zenu mmezipamba, na nyumba yake inakaa katika hali ya kuharibika? Tumsifu Yesu. Wewe angalia nyumba yako, chini kumewekwa tiles, lakini nyumba ya Bwana hapa tumeweka madhabahuni peke yake. Tumsifu Yesu. Tena tunapoingia nyumbani kwetu, zile nyumba ambayo tumeishi ndani mwake. Tumsifu Yesu. Ni wangapi wanaishi nyumba ambayo zimewekwa tiles kama hapa? Mikono juu. Nyinyi hamjaishi katika nyumba ambayo ziko na tiles. Fatuma wa kwanza, mama mchungaji, mama wa Makupa, hata Kioko pia, na nyinyi wengine. Omondi, nyumba yako haina tiles, lakini ina simiti, si ndio? Ina floor.
Okay. Hata kama ina floor, umeweka carpet, si ni kweli? Angalia, tunapoingia katika nyumba zetu zingine za kukodisha ama ni nyumba zetu tumejenga wenyewe, nikipata umeweka carpet nzuri na floor iko vizuri pia ama ina tile, viatu na viwacha kule. Tumsifu Yesu. Kwa sababu gani? Sitaki nichafue nyumba yako. Tumsifu Yesu. Tuna heshima. Lakini nyumba ya Bwana tayari tumeziweka madhabahuni peke yake, huko kwingine ni rafu. Tumsifu Yesu. Bwana anatuona. Tumsifu Yesu. Nimesema hivyo kwa sababu nimesimamia hiyo sehemu. Tumsifu Yesu. Bwana anatuona vizuri sana. Tumsifu Yesu. Anauliza, huu ndio wakati wa nyinyi kukaa katika nyumba zenu ambao mmezipamba, wakati nyumba ya Bwana imekaa katika hali ya kuharibika? Tumsifu Yesu. Endelea, mtumishi wa Yesu. Mstari wa 5 inasema, ndio, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, tafakarini njia zenu. Tusitafakari njia zetu. Endelea. Mstari wa 6, ndio, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Tumefanya kazi ya mikono lakini pesa tunapewa kidogo. Tumsifu Yesu. Amina. Hata ukiomba promotion hutapewa. Kwa sababu gani? Haujitolei kikamilifu katika huduma ya Mungu kwa upande wa kujitolea na mali zako. Endelea. Mnakula lakini hamshibi. Tunakula lakini hatushibi. Mnakunywa lakini hamjazwi na vinywaji. Hata tukinywa hatusikii tumetosheka. Mnajivika nguo lakini hapana onaye moto. Ndio. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka. Hapo sasa, tumsifu Yesu. Ni kwa nini watu wa Mungu, kaa kidogo mtumishi wa Yesu. Ni kwa nini watu wa Mungu huwa ni wenye kulia shida sana hata kuliko watu wa mataifa? Tumsifu Yesu. Ni kwa nini tunalia shida nyingi sana watu wa Mungu, alafu tunajifariji tunasema ya kwamba Mungu huangalia maskini? Tumsifu Yesu. Lakini sio hivyo. Tunaenda kinyume na neno la Mungu. Tumsifu Yesu. Tumepata mishahara zinaingia katika mifuko iliyotobolewa. Ni nani aliyetoboa? Mara nyingi huwa tunamlaumu shetani tukisema shetani amefunga njia zetu. La hasha. Tumsifu Yesu. Tumeambiwa tuzisitafakari njia zetu. Tumsifu Yesu. Ukiona matatizo imezidi katika nyumba yako, tafakari sana njia zako. Kuna mahali umeenda kombo, haukuenda sawa na neno la Bwana. Tumsifu Yesu. Kwa sababu gani? Tunaposema ya kwamba tumtolee Mungu, unasema sina. Tumsifu Yesu. Lakini wewe unayesema huna, kutoka Monday mpaka hata ikiwezekana Sunday uko kazini. Tumsifu Yesu. Kazini unatafuta ili upate. Tumsifu Yesu. Lakini tukitangaza mchakato hapa, baada ya miezi 3-4 wewe unasema huna. Tumsifu Yesu. Lakini uko kazini. Ni kwa sababu gani? Bwana amezitoboa mifuko zako. Tumsifu Yesu. Tajiri atakudhulumu, hata ukipewa hiyo mshahara itakopwa, na yule anayekopa asikulipe. Tumsifu Yesu.
Pia tamaa itakuingia, uende kwa vyama ukope pesa nyingine uwe nazo nyingi, kisha ushindwe kulipa, zije zichukuliwe vitu zako. Tumsifu Yesu. Mifuko imetoboka. Tumsifu Yesu. Naye Bwana anasema nini? Watu wa Mungu wanabarikiwa, wanaokwenda katika sheria yake huwa anawabariki. Tena anasema ya kwamba wao hawatakuwa ni watu wenye kukopa, bali watakuwa wenye kukopesha. Ni kwa nini unakopa? Na watu hata credit ya shilingi 10 inakopwa, simu zenu zinadaiwa. Leo niko na nyinyi, na ikikopwa hailipwi. Na hata ukitaka kutumiwa pesa unasema usinitumie na ile namba. Tumsifu Yesu. Wacha nikupatie nyingi. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ulikopa kwa M-Pesa, inaitwa Fuliza, si ni kweli? Lakini sasa baada ya kukopa hulipi tena. Tumsifu Yesu. Ni heri utumiwe kwa namba ya jirani kuliko ile namba yako. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuacha nyumba ya Bwana katika hali ya kuharibika. Tumsifu Yesu. Ndio Bwana anatoboa mifuko zetu, alafu tunasema ya kwamba sisi vya dunia hatuna haja nazo, lakini vya mbinguni tunaenda. Sasa ukiwa maskini hapa, hata Mungu hapendi mtu maskini. Tumsifu Yesu. Kuna mtumishi mmoja alikufa akimtumikia Mungu, na alikuwa na madeni mengi sana. Tumsifu Yesu. Na akafa kabla hajalipa madeni yake. Yule mwenye alikuwa anamdai alikuja kwa yule mjane akamwambia, kwa vile bwana wako amekufa, mimi nachukua watoto wangu waende walipe deni la bwana wako. Tumsifu Yesu. Ilibidi Mungu aingilie kati. Je, tunataka kufa katika madeni? Tumsifu Yesu. Tena tukifa katika madeni watoto wetu waje wayalipe? Tumsifu Yesu. Tutafakarini njia zetu. Tumsifu Yesu. Maana utaenda kazi kutoka Januari mpaka Disemba na hautaona manufaa ya hiyo kazi. Tumsifu Yesu. Kwa sababu ya kuacha nyumba ya Bwana katika hali ya kuharibika. Tumsifu Yesu. Hilo neno ni letu, si la wale, ni la hapa hapa. Tumsifu Yesu. Endelea mtumishi wa Yesu. Mstari wa 7 inasema, ndio, Bwana wa majeshi asema hivi. Asema nini? Zitafakarini njia zenu. Tuzitafakari njia zetu. Mstari wa 8. Ndio, pandeni mlimani. Tukapande milimani sasa. Tukalete miti. Tulete miti. Tukaijenge nyumba. Tuijenge nyumba ya Bwana. Nami nitaifurahia. Naye Bwana ataifurahia. Tumsifu Yesu. Tuende tutafute kule tunakotafuta, tukishapata tulete katika nyumba ya Bwana, tumjengee nyumba ya Bwana ikae katika hali nzuri, naye Bwana atafurahia. Tumsifu Yesu. Bwana akifurahia, ni nani atalia shida hapa? Ni nani atasema hana? Wote Bwana atawabariki. Tumsifu Yesu. Lakini tunafanya kazi ya Mungu kwa unyonge. Tumsifu Yesu. Bwana hafurahii hili jambo, ndiposa ameleta neno hili, na ujumbe huu unaendelea, maana walionitangulia walikwisha kuhubiri tayari. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo shida za kukaukiwa na shida za kukosa pesa si shetani. Tumsifu Yesu. Ni Bwana mwenyewe ndiye anakausha mifuko yetu ama anatoboa. Tumsifu Yesu. Lakini sisi wa Mungu
tunabarikiwa na Mungu, na pia tukitaka Mungu atufukarishe pia atafanya hivyo. Tumsifu Yesu. Lakini tukatende kazi ya Mungu ili Bwana atunawirishe. Tumsifu Yesu. Mungu ni Mungu wa baraka. Tumsifu Yesu. Endelea mtumishi wa Yesu. Mstari wa 9 inasema, ndio, mlitazamia vingi, tulitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani, tena tulipoleta nyumbani kwetu sasa, nikavipeperusha. Vikapeperushwa. Tumsifu Yesu. Unaona sasa, unafanya kazi kwa Muhindi, anakutumikiza, unapewa pesa kidogo, tena ukija nazo nyumbani hazitoshi mahitaji yako. Tumsifu Yesu. Unashindwa utafanya nini? Kamshara hakaongezeki, ni kale kale tu. Tena siku hizi kwa wale ambao wanafanya kwa makampuni, serikali nayo inakata. Tumsifu Yesu. Inachukua fungu la kwake. Si Yesu alisema Kaisaria apewe ya kwake, naye Mungu pia naye apewe ya kwake. Sasa serikali ni waerefu, wanachukulia huko. Ama tuwaambie wachukue na pamoja ya Mungu huko. Hapa tuletewe tu, hii ni ya Teresia, hii tumekata ya Mungu, na yetu pia tumechukua. Nafikiri itakuwa vizuri, si ni kweli? Lakini sio hivyo. Tulete kwa nyumba ya Bwana kama tumempenda. Tumsifu Yesu. Maana serikali inajua ukipewa hutapeleka, wanachukua kwa lazima. Upewe kama wamechukua ya kwao. Tena serikali hii ushuru umekuwa mwingi, sasa kale kamshara kananyonyorwa tu. Ni Mungu huyo, ni kwa sababu hajitujitolei kikamilifu kwa kazi ya Bwana. Tumsifu Yesu. Hata tukija nazo nyumbani tumekasirika. Yaani umetoka kwa mshahara, hesabu umepiga, ulipe nyumba hizi, sijui deni fulana na kudai, sijui wengine walichukua loni kwa makazini. Ukija nyumbani na 2,000, unashindwa bajeti utaifanya vipi sasa? Katika hiyo hali michango imetangazwa kanisani, unasema sasa nitoe wapi? Na kweli huna. Tumsifu Yesu. Lakini Bwana anasema tutafakarini sana njia zetu, ni kwa sababu tumeacha nyumba yake katika hali ya kuharibika. Tumsifu Yesu. Tena unategemewa kule nyumbani na wazazi wako na hata ndugu zako, nao wanangojea pia uwapelekee. Lakini utapeleka nini? Tumsifu Yesu. Ukiwa katika hiyo hali, mzazi wako kule alikuwa anafungua ng'ombe aipeleke malishoni, akateguka mguu akaanguka, ako hospitali. Natakikana chuma iwekwe 50,000 ziende. Unakimbia kazini, una saini loan ya emergency, zinatumwa. Tumsifu Yesu. Wewe utafanyia kazi deni. Tumsifu Yesu. Hivyo ndivyo Mungu anafanya wale ambao hawataki kujitolea kwa kazi yake. Tumsifu Yesu. Lakini tujifundishe siku ya leo kujitolea kwa Bwana. Endelea mtumishi wa Yesu, umalizie. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika. Kwa sababu nyumba ya Bwana inakaa hali ya kuharibika. Wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Ndio. Mstari wa 10. Ndio. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Ndio. Mstari wa 11. Nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi, na juu ya milima, na juu ya fanaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu itoacho nchi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama,
na juu ya kazi zote za mikono. Na juu ya kazi zote za mikono yetu. Tumsifu Yesu. Unang'ang'ana lakini haviwi. Hata ukisema ulime hauvuni. Tumsifu Yesu. Yaani chochote tunachokifanya kinaenda ndivyo sivyo. Tumsifu Yesu. Hapo shetani hayuko. Tumsifu Yesu. Lakini tunakuja kwa mtumishi wa Mungu, niombee mambo yangu haiendi sawa. Tumsifu Yesu. Ni sawa, mtumishi wa Mungu ataomba, ambaye ni pastor, lakini kama Bwana mwenyewe ndiye anayafanya hayo, na huyo Bwana ndiye anayeombwa, je, atajibu? Swali kwako. Tumsifu Yesu. Maana Bwana atakutetea wakati wewe unaangalia kazi yake. Lakini usipoangalia kazi yake, basi Bwana ataanza kukupiga vita wewe. Tumsifu Yesu. Hata si shetani. Tumsifu Yesu. Lakini tunasema mambo yangu shetani amekwamisha. La hasha. Ni njia zako ndio zimeenda kombo na Mungu wako, ndiposa hayo yote Bwana ameyaleta. Utafanya kazi na hautaona maana yake. Kila chochote utakachokifanya kitakuwa ni balaa tupu. Tumsifu Yesu. Ni kwa sababu ya kuacha kazi ya Bwana katika hali ya kuharibika. Tumsifu Yesu. Twende katika kitabu cha Isaya 66. Ujumbe ni huo huo tu. Hayo tumeongea mambo ya kufanya kazi ya Mungu. Isaya 66:1 kuanzia 1, kuna ka ujumbe hapo pia. Kitabu ni Isaya mlango wa 66 kuanzia mstari wa 1. Ndio. Bwana asema hivi. Asema nini Bwana? Mbingu ni kiti chake cha enzi. Ndio. Na dunia ni mahali pake pa kuwekea miguu yake. Ndio. Mtengenezeni nyumba. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Ndio. Mstari wa 2. Ndio. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Ndio. Vitu hivi vyote vitapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia. Ndio. Mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Amina. Tumsifu Yesu. Isaya naye, je, Mungu ni kigeugeu? Huku ametuambia tupande milimani, tukakate miti, tuje tumjengee nyumba yake. Hapa anasema, mnatanijengea nyumba ya namna gani, ikiwa mimi ndivyo nilivifanya vitu hivi vyote vikatokea? Tumsifu Yesu. Je, Mungu ni kigeugeu? La hasha. Tumsifu Yesu. Mungu anatukuzwa nje na ndani. Tumsifu Yesu. Mungu anaangalia mazingara. Tumsifu Yesu. Mazingira ya nje na mazingira ya ndani ni yawe safi. Tumsifu Yesu. Hapa tunaongea sasa mambo ya ndani, nyumba ya ndani ambayo ni roho yako. Tumsifu Yesu. Maana hauwezi kuwa na roho chafu alafu uje umjengee nyumba Bwana. Tumsifu Yesu. Kuna mtu mmoja kule nchi ya Amerika kule, sijui ni wasomi, sijui ni South America ama ni wapi. Colombia iko pande gani? Kioko nyinyi ndio mmetoka South America. Kuna mtu mmoja kule hiyo nchi ya Colombia, Kuna mtu mmoja kule nchi ya Colombia alikuwa anaitwa Escobar.
na kazi yake ilikuwa ni kusupply madawa ya kulevya. Tumsifu Yesu. Lakini yule mtu yeye katika ile ya kazi yake chafu anajenga tu makanisa watu waende wamwabudu Mungu. Unaona sasa? Tumsifu Yesu. Yaani amejenga makanisa Colombia watu waende wafanye nini? Wamwabudu Mungu. Lakini upande huu mwingine anaharibu watu wa Mungu. Tumsifu Yesu. Sasa ndio Mungu anauliza, ndani ya roho, nyumba ya ndani ni iwe safi. Tumsifu Yesu. Alafu tukitoka nje pia tukimjengea nyumba yake na iwe safi. Tumsifu Yesu. Tusikue kama Escobar. Tumsifu Yesu. Escobar alifanya mambo ya ajabu. Anajenga makanisa, hata misikitini anajenga, serikali anaikopesha pesa. Unaona huyo mtu sasa? Yaani tena wale maskini wale anawapatia usaidizi. Tena wale mayatima, si hata neno linasema tu yakumbuke mayatima. Tumsifu Yesu. Wale mayatima anawasaidia. Sasa alipokufa, unajua anaweza kuingia sisi tukabaki. Tumsifu Yesu. Sababu ikiwa Mungu atapima mazuri aliyofanya na mabaya, si ataamua mwenyewe kama atamsamehe. Alikufa lakini sasa kazi yake ni yeye na Mungu. Huenda tutaenda huko tumpate hata aliingia, ama tuende sisi tusiingie, yeye aliingia. Tumsifu Yesu. Kwa sababu gani? Alijenga makanisa, alisaidia watu, lakini aliharibu watoto wa watu. Tumsifu Yesu. Nia yake kubwa ilikuwa ni kuharibu watoto wa matajiri. Hata yeye ni mtu ambaye alikuwa Amerika, yani United States of America hawataki kabisa hizo vitu. Lakini huyo mtu alikuwa anapenyesha madawa ya kulevya na ingia Amerika. Tumsifu Yesu. Alipoulizwa akasema yeye kazi yake angependa kuona watoto wa matajiri wakiharibika. Hata sio wa maskini, wa matajiri. Tumsifu Yesu. Lakini alikuwa na uzuri na ubaya wake. Lakini mimi nasema hivi, wacha tufanye uzuri nje na ndani. Tumsifu Yesu. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye muangalia, asikiapo sauti ya Bwana anatetemeka. Tumsifu Yesu. Mtu mnyonge, mnyenyekevu. Tumsifu Yesu. Leo umesikia sauti ya Bwana ikinena nafsi yako asubuhi ya leo, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Tumsifu Yesu. Siku ya leo tukaweze kurekebisha ili tukaweze kubarikiwa na Bwana. La sivyo mtumishi ataomba hapa maombi ya kubarikiwa na tuko vile vile. Tumsifu Yesu. Lakini siku ya leo Bwana ametaka tukaweze kubadilika. Tumsifu Yesu. Fanya kazi ya Mungu, utaona baraka za Bwana. Tumsifu Yesu. Matoleo ni mengi, nimeongea tu sehemu moja. Ukisoma kitabu cha Malaki anasema mnaniibia zaka na dhabihu. Tumsifu Yesu. Pia atatoboa mifuko yetu. Lete zaka kamili, ikiwemo ujenzi wa nyumba ya Bwana. Tumsifu Yesu. Mchakato ambao umetangazwa mwezi wa 8, mimi ningetaka kuona ya kwamba tufanye mchakato wa mwisho wa mwezi wa 8, hiyo pesa itoshe ploti. Tusifanye tena mchakato mwingine ati hatujapata pesa ya ploti. La hasha. Tukifanya mwingine tuambie Mungu, ploti tumepata, sasa tupatie pesa ya kukujengea nyumba yako. Tumsifu Yesu. Wewe ulio mahali hapa, ukipata lete, nawe utaona mkono wa Bwana. Tumsifu Yesu.
Juzi niliambia wazee zile tulikuwa tukipeleka hospitali na zile ambayo wamama wetu walikuwa wanatusurutisha wasonge style za nywele zije hapa. Tumsifu Yesu. Maana siku hizi haziendi huko tena. Bwana amefunga. Na mkitaka Bwana afungue pia, anaweza akafungua pia. Tumsifu Yesu. Najua hospitali huwa upeleki kwa kupenda, ni lazima. Wewe mtu akianza kuzimia alafu abebu apelekwe huko. Siku hizi kama hauna SHA unaambiwa lete cash. Deposit 10,000 kwanza. Weka hapo. Ndio tuanze kushughulikia mgonjwa wako. Na kama umejiregister kwa SHA, kila mwisho wa mwezi pesa fulani ni 1,000, kuna wa 1,000, kuna wa 500. Je, tutaviweza? Tusipojali wokovu mkuu wa namna hii. Tumsifu Yesu. Kama utaki mambo ya hospitali, lete pesa hapa zijenge nyumba ya Bwana. Tumsifu Yesu. Naye Bwana ataziba hiyo mashimo. Tumsifu Yesu. Sitaendelea sana. Nimehubiri huo ujumbe kwa sababu ni ujumbe ambao nilipewa. Na nilipewa wakati tulipokuwa katika mchakato uliopita, nilipoona hali si hali, wamama, wazee, kamati yangu hatuendi sawa. Kila mmoja anasema hana. Nilisikia huzuni moyoni mwangu, nikaenda mbele za Bwana. Maana sisi tukishindwa huwa tunaenda mbele za Bwana kuuliza. Nikamwambia Bwana, watu wako hawana, tufanye nini? Basi guza hata wengine kule nje, wakina Escobar, basi wakuje walete ili tupate hizi, tufanikishe hii mchakato. Maana Escobar wengine bado walizaliwa. Tumsifu Yesu. Nikachukua siku 2 nikifunga, nikimuuliza Bwana aguze hata kama sio nyinyi, lakini wengine. Tumsifu Yesu. Ili angaa mchakato tupate kitu. Nikaenda ile marathon ya 2 days, sikukula, kwa ajili ya kazi ya Bwana. Naye Bwana akaniacha nikateseka. Maana naweza kusema ni saumu ya kwanza kuteseka. Nikamaliza hizo siku 2 zangu, nikafungua hiyo saumu. Siku ya 3 Bwana akanijibu. Tumsifu Yesu. Akaniambia, yaani nyinyi hata sasa hamjajua mnamwabudu Mungu gani? Yaani mpaka yaani mubembelezwe ndio mtoe. Ati watu waombewe ndio wafunguke mioyo wamtolee Mungu. Huyo sio Mungu. Huyo sio mimi ninayeabudiwa. Tumsifu Yesu. Sasa tufanyeje? Kaambiwa tufundisheni watu jinsi ya kumtolea Mungu. Na niko hapa siku ya leo kuleta ujumbe ambao nilimpewa, nikufundishe wewe umtolee Mungu uone baraka za Bwana. Tumsifu Yesu. Siku ya leo kama utabadilika, uanze kufanya kazi ya Mungu kwa bidii, hakika utaona mkono wa Bwana katika nyumba yako. Tumsifu Yesu. Kiangalia wamama tena, nikaulizwa, yani Mungu mnayemwabudu, yani ni Mungu wa kushindwa kabisa. Mlianza kuwekeana pesa ambayo mtatoa. Wamama wana kiwango yao, wazee wana kiwango yao, vijana, kamati yangu. Yani kile kiwango mlianza nacho ndio hicho. Tena mnasema hamuna. Yani hata haikiongezeki. Tumsifu Yesu. Badala yake mnarudi nyuma. Wamama wanatoa 200 badala ya 1,000. Wazee wa 500 badala ya 2,000.
Kamati hata ndio kabisa, tulishindwa na wazee raundi hii. Tumsifu Yesu. Na sisi ndio tunakuanga washindi. Na tukiulizwa tunasema hali ngumu, uchumi mbaya, uchumi ni wa Ruto. Kwani pesa Mungu anapokupa Ruto yuko pale? Tutafakari njia zetu. Tumsifu Yesu. Ndiposa ujumbe huu nimeuleta kwenu muutafakari. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo viwango hata wana praise walikuwa na kiwango chao, lakini hata wao walishindwa kabisa, hawakuweza kuweka chochote. Tumsifu Yesu. Lakini ujumbe umekuja kwako. Ikiwa umesikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Fanya moyo wako kuwa mwepesi, ukaweze kufungua njia zako, uone mkono wa Bwana. Na kwa haya machache, Mungu awabariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninasema ni asante. Ujumbe wako uninipa na nimeweza kupeana vile ulivyosema. Yesu Kristo, wacha tuzidi kutafakari njia zetu ili tukaweze kurekebisha mahali ambapo palikuwa hapaendi sawa, na utukufu na heshima vikurudie wewe. Nani katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba na hata kusadiki. Amina. Na Bwana wa amani awabariki. Ongezea Yesu Kristo makofi. Kumtolea Bwana ni sawa kabisa. Malaki 3:11 inasema kupitia hayo matoleo tu, hiyo sadaka yako kumtolea Bwana, atamkemea yule mharibifu, yule mlaji atamkemea. Amina. He spirit of the stingy, stingy spirit isionekane kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Hii stingy spirit ndio ilifanya Nabali akakufa kifo cha mapema. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe mkono glue bwana. Tukiambiwa ni 2,000 toa 5. Si namna hiyo jameni. Ukiambiwa 1 toa 2. Si namna hiyo. Magari zitaingia hapa. Soon. Bwana Yesu asifiwe. Tujaribu kuwa wazingativu kwa Bwana. First priority, God first. Amina. Mungu awe wa kwanza. Kale kamshahara kako ni shilingi 10, toa 5 mtolee Bwana. Amina.